Tawete ni seremala ambaye anafanya kazi pamoja na Beno. Anasema yeye anaitwa Beno, anafanya kazi katika workshop hii ya Mr. Tawete. Kwa hiyo kwa ishara yake ya Beno anaitwa Beno. Jina naitwa Jackson Mliuka, ni mwanakikundi kutoka kikundi cha Mzawa Group. Naitwa Finesi Msigwa, mwenyeji wa Njombe, halmashauri ya mji Njombe. Kwa majina naitwa Alidi Davis Mapunda, ni dereva, mmoja kati ya madereva. Nilikuwa dereva bodaboda, kwa saizi nimekuwa baada ya kupata mkopo wa serikali nimekuwa dereva bajaji. Kwa majina mimi naitwa Tito Tadei Msigwa, ni dereva bajaji namba 640. Kwa majina naitwa Evarista Batista Mwamilawa, natokea kata ya Ramadhani, mtaa Maeve. Sisi ni kikundi cha Unique Brothers, tulifanikiwa kupata mkopo wa milioni 27.5. Tuligawana kikundi, tuna miradi ya kuku, guta na kilimo. Kwa majina naitwa Pius Gerald Magayane, natoka katika kikundi cha Precision Services Group. Kwa hiyo anasema yeye ampata mkopo wa milioni 1. Anasema yeye mkopo amenufaika nao, umemsaidia kwenda mbele zaidi tofauti na mwanzo. Sawa, kwa hiyo anapenda kufanya malipo vizuri ili wakati mwingine muweze kumwamini. Kipekee kabisa nitoe shukrani za pekee kwa serikali ambayo inaweza kutoa mikopo ya 10%. Kwa sababu kama mimi nipo kundi maalum ambayo ni mlemavu, imeweza kunisaidia kupata kiasi cha shilingi milioni 14, ambayo hii nimeweza kuchukulia hii bajaji. Inanisaidia mpaka sasa kuendesha maisha yangu ya kila siku. Inanisaidia kupata kipato cha kuendesha familia, pia cha kuendesha hata mambo madogo madogo ambayo yanahitaji fedha. Kipekee niweze kushukuru serikali, hata halmashauri ya mji wa Njombe kwa kuweza kufanikisha hili jambo. Pia kwa upande mwingine, kwa upande wa walemavu, ni wengi sana ambao wanapenda kukata tamaa, au ni wengi ambao wanawakuta mitaani wanaombaomba. Tangu nachukua hii bajaji nimewapa ushauri zaidi ya watu 2, 3 au 4. Kama hii kitu inawezekana, kwa nini nafanya hivi? Unaweza kufika kwa afisa maendeleo, anza kwa viongozi wako mtaa, watakuelekeza process ufanyaje. Unaweza kufika kwa afisa maendeleo, anakupa ushauri. Inawezekana kabisa kupata huu mkopo wa 10%. Ni wengi wameelewa. Kwa hiyo ni kazi kwao, maana kwamba uweze kupita kwa hao viongozi. Wasione kama kila jambo haliwezekani, linawezekana. Si lazima upite mitaani kutembeleza chombo uombe uweze kuomba msaada. Inawezekana tu wewe mwenyewe kujipambania. Anatamani sana kumaliza huu mkopo vizuri ili mbele muweze kumsaidia zaidi. Marejesho yake mpaka mwezi wa 3 nafikia anaanza kuingiza. Mkopo safi. Kabisa. Kabisa. Sawa, unaweza kuweka kidogo kidogo mpaka bado unamaliza. Vizuri. Usumbufu hamna. Sisi ni wanakikundi cha Groifa ambacho kimeanza 2021. Tupo watu 5 na Groifa imetokana na alfabetiko za mwanzo za majina, ndio tukaunda hicho kikundi cha Groifa. Groifa ni kikundi cha wamama 5 ambao tunajishughulisha na ufugaji wa kuku wa mayai na nyama. Kikundi hiki tumewahi kupata mikopo kama mara 2. Tulianza 2021, tuliomba mkopo tukapata milioni 10, ambapo kila mtu alipata milioni 2. Ule mkopo ulitusaidia, tulinyanyuka stage fulani na tukapata mafanikio, na ile mafanikio yalitokana na wote, kwa sababu kila mmoja alikuwa amefuga kuku wa mayai na wanyama.
Kwa hiyo mafanikio ya ule mkopo kidogo tulipanda juu, tukawa tuko grade ya juu kidogo, na tukashawishika kukopa tena mara ya pili mwaka jana. Na tulishawishika kwa sababu gani? Tulipata manufaa mazuri sana ya mkopo wa kwanza, na mkopo wa kwanza tulirejesha vizuri bila tatizo lolote na kwa muda mwafaka. Na sisi sote watano ni wamama ambao tunaaminiana, tupo vizuri, kwa hiyo hatunaga shida yoyote ile, na ndio maana halmashauri katuamini tukakopa mara ya pili. Mara ya pili tumekopa mwaka jana milioni 35. Wapo waliochukua milioni 10, milioni 8, na mtu wa mwisho alichukua milioni 5. Kwa hiyo sisi tunajua na kwamba mtu akichukua milioni 10 anaweza kurejesha kutokana na nini? Na uwezo wake na mfugo wake unavyoendelea. Kwa hiyo mkopo wa mwaka jana ni kila mtu alichukua kuku wa mayai. Tulianzia watu wa juu zaidi, mtu alichukua kuku 500, wa mwisho kuku 300, na mwingine mambo ya sabuni. Kwa hiyo mkopo tumeanza kurejesha mwaka jana mwezi wa 6 tena bila tatizo lolote, na matunda tumeyaona. Tumechukua kuku na sasa wanataga vizuri tena sana. Mimi ni mjumbe wa kikundi cha Mzawa Group ambacho kinapatikana katika kijiji cha Magoda. Kikundi chetu kina wanachama 5. Katika hao wanachama 5, 4 ni wanaume, 1 ni mwanamke. Sisi kikundi chetu tunahusika na uzalishaji wa kokoto pamoja na uzalishaji wa mawe. Bidhaa zetu zinapatikana katika kijiji cha Magoda, eneo la kijiji cha Magoda hivyo hivyo. Huduma zetu sisi ni tumejikita kwenye huduma ya masuala ya ujenzi kwenye upande wa uzalishaji wa kokoto. Tunazalisha kokoto aina ya chipping, kokoto kubwa kwa ajili ya ujenzi, tunazalisha dasti. Pia kikundi chetu kina compressor ambayo inatumika kwa ajili ya kuzalisha mawe. Tunachukua raw material kwa maana kutoka katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuleta eneo la kazi ambapo ni site. Tunachukua mawe Magoda, Nzenge na Kwale. Mawe haya yakifika site yakifika hapa site yanapunguzwa, yakishapunguzwa yanawekwa kwenye mashine inachakata. Ikishachakata mashine, kuna belti ambayo inasafirisha kokoto kutoka kwenye mashine ambayo inaisaga kwenda kwenye kifaa ambacho kinaitwa screener. Hicho kifaa kinagawanya kokoto kwa njia ya sample 3. Sample ya kwanza inatoa chipping ambazo zile kokoto ndogo ndogo ambazo zinafaa kwa matumizi ya makaravati pamoja na wekaji wa mitaro ya pembeni mwa barabara. Pia chipping zinatumika kama kuweka floor na kumimina beam. Pia kiwanda chetu sisi tunazalisha kokoto ambayo kokoto afunchi pamoja na kilikota ambazo tunachanganya kwa sehemu moja, ambapo hizo kokoto zinatumika kwenye shughuli zozote zile za ujenzi, iwe ni kumimina kwenye magorofa, kwenye miradi mbalimbali ya serikali au kwenye matumizi ya nyumbani. Pia tunazalisha tunakuwa na litani ambayo inakuwa ni aina 3 ya kokoto. Ile litani inakuwa kama makokoto ambayo yanakuwa makubwa ambayo hayafai kwenda sokoni. Hayo makokoto yana njia yake, kwamba yana chumba chake, kwamba ile screener inatupa sehemu yake, ikishatupa tunakuja tunazichukua tena, then tunakuja tunazirudisha kwenye mashine kwa ajili ya kuzisaga upya ili ziweze kwenda sokoni. Tunashukuru Mungu kwenye kikundi chetu, mimi ni katibu, na tulipata bajaji kupitia mkopo wa serikali ya halmashauri. Tulipata mkopo wa kiasi cha shilingi milioni 58,500 tukiwa watu 6. Tulihitaji bajaji 3 na guta 3 katika wote watu 6, na katika wote baada ya kupata hiyo milioni 58,500 ilitosha kununua hivyo vitu vipi. Bajaji zetu ni hizi zimejipanga hapa zote, na guta tulinunua zote kwa gharama kila bajaji milioni 11 plus na vichange, na guta milioni 7 kama na 200,000 na kidogo. Kwa hivyo vilikamilika vitu vyote, tupata bajaji zetu mpya hizi
Tunashukuru Mungu, tunashukuru serikali kwa kutusaidia kupata mikopo. Mafanikio tuliyopata mengine ni kwamba tumefanya tathmini na ushahidi tunao ni kila mtu amepanda juu kutokana na soko la mayai kuwa zuri. Tumepandaje sasa? Baada ya soko la mayai kupanda, kila mwanakikundi ameahidi sasa kuagiza vifaranga vingine. Hata mimi mwenyewe nimeshaagiza, vipo na wengine vinakuja. Kwa hiyo hayo ndio mafanikio tuliyoyapata. Na fanikio la pili, tumeweza hata kufanya vitu vingine ambavyo kila mwanakikundi ana shamba la parachichi. Kila mtu, ambalo limetokana na ununuzi wa wa kuku wa uzalishaji wa mayai. Vyote hivyo vimetokana na na mkopo wa halmashauri ya mji wa Njombe. Hivyo basi, ukweli wa kwamba kila mtu ana shamba la parachichi, kila mtu tumeenda kuangalia site. Mimi liko sehemu fulani na mwingine liko sehemu fulani. Na kwa nini tumeweka kuwa na kitu cha ziada zaidi ya mkopo? In case inatokea mmoja wetu ameshindwa kurejesha. Maana kuku nazo zina changamoto, zinaweza zikafa zote au akapata shida yoyote ile. Sasa utarejeshaje kama kuku amekufa? Kwa sasa Beno anasema anaweza kufanya kazi ya milango, vitanda, makabati na anapenda zaidi kufanya kazi zaidi. Shida yake kubwa sasa, baadaye anafikiri kuwa na mtaji mkubwa ambao utamfanya afanye kazi nyingi zaidi. Kwa mfano sasa hivi ampata mkopo kidogo, amenunua vifaa lakini mbao alizokuwa nazo bado ni kidogo, lakini anapenda baadaye kuwa apate mtaji mkubwa zaidi. Kwanza nipende tu kusema kwamba nataka kutoa shukrani zangu za dhati kwa halmashauri pamoja na serikali kwa ujumla kwa kutuwezesha kuweza kutupa fedha kiasi cha shilingi milioni 48,341 ambavyo vimetusaidia sana kwa ajili ya kuweka miundombinu yetu hapa kazini. Kidogo saizi kila kitu kipo sawa. Hapo tu ni sisi tu kufanya kazi. Nashukuru sana serikali kwa kuweza kutusaidia kupata hizo fedha. Tumekuwa na uchumi mzuri mpaka sasa hapa tulipo. Tumepata msaada wa fedha hizo za serikali. Tumeanza kupata na mainjinia wanakuja hapa wanaangalia, anaweka oda labda anataka tani 80. Kwa hiyo ni mteja mkubwa. Pia tuna wateja wale wa kawaida ambao wanataka, wateja wakati ambao wanahitaji fuso moja, labda fuso mbili, au ni wateja wetu sisi wakati. Tuna wateja wale wadogo kabisa ambao tunao, ambao wao wakija hapa wanachukua kiguta kimoja, vindo 70. Kwa hiyo tumeganyika, tuna aina 3 za masoko. Tuna wateja wale wakubwa, tuna wateja wakati, afu tuna wateja wale wadogo kabisa. Kwa hiyo kupitia hizi hela tumepata wateja hadi wakubwa zaidi, kwamba sasa hivi tunaweza tukafanya biashara na mainjinia wote wale ambao wameshikilia tenda za serikali. Pia mwanzo kabla tujapata hizo fedha tulikuwa tunatembea yani mwendo mdogo, tulikuwa na local material, yani tulikuwa tuna njia fulani hivi ambazo kidogo kweli hata ukija kutuona wewe unaweza ukasema sisi ni matapeli, lakini ndio hivyo. Kama vijana, mkopo wa vijana umeweza kutuheshimisha, umeweza kutupatia hadhi ya kuwa kiwanda. Sasa sisi kama Mzaa Group tuseme tunashukuru kwa serikali kwa ujumla kwa kuweza kutusaidia kuweza kuzipata hizo fedha. Kiukweli zimetusaidia sana. Mara kwanza kabla hatujapata hela za serikali tulikuwa tuna uwezo wa kuzalisha tani 8, tani 9 tumeenda sana. Lakini baada ya fedha za serikali kuna baadhi ya vitu ambavyo kidogo vimetusaidia. Kwa sasa hivi tuna uhakika wa kuzalisha tani 15 kwa kila siku, yani cubic mita 15 kwa kila siku tuna uwezo. Kwa ni pushing kubwa ambayo imetusaidia serikali kutoka kwenye asilimia, kutoka kwenye cubic mita 9 mpaka cubic mita 15. Ukiwa unajitambua uweze kusumbua marejesho, kwa sababu kwanza tunashukuru Mungu anza kupata hivi. Alafu kishakuwa chombo si kwako ni mpya, kwanza inaleta raha kwanza. Na marejesho hauwezi kusumbua kwa sababu chombo ni ya kwako, haina bosi ni mwenyewe. Lazima utapeleka hela sehemu husika. Kwa hiyo hakuna changamoto ya kusema sio nini, kwanza kwa sababu hela tunapata. Kwa hiyo tunashukuru Mungu hela tunapata. Kama watu wenye bosi wanapeleka hela, sisi ambao ni mabosi wenyewe tayari tuweze kusumbua hiyo, lazima
itakwenda vizuri kwetu. Changamoto ambayo nimeweza kupata mimi, nilipata ajali kwa sababu mimi nilikuwa ni dereva wa gari, tukagongana. Baada ya kugongana nikapelekea kukatwa huo mguu. Nilizaliwa mzima kabisa, ila changamoto kubwa kwa sababu nimeweza kupata ni ajali, ndio maana mpaka sasa sina kiungo. Ni sahihi kabisa, niseme mimi kiufupi sijapata changamoto kubwa, namshukuru Mungu. Ni asilimia ndogo sana. Unajua, yani kwa mfano wewe hapo saizi ni mzima, una viungo vyote, mwisho wa siku napelekea labda unapatiwa bahati mbaya unatoka na kiungo kimoja. Hii ipo, unauliza swali, ipo ya kutengwa. Licha ya kutengwa au kunyanyapaa, labda unaweza kuwa unapita tu hapa mitaani, unaweza kuwa na jamaa zako huko nyuma, wale jamaa asilimia kubwa wanapungua, wanaogopa labda kusogelea, pengine unaweza kuomba msaada wakati una lengo hilo. Hata alikuwa anapita hata tu hawezi kusalimia, labda yani anageuza kabisa, labda pengine wewe unageuzia kwa ndio, labda pengine huyu jamaa nikimsalimia lazima kwa namna yote ataomba msaada, wakati sio. Changamoto ya wateja hatuna, ni sisi labda tuchanganyie sisi. Wanawake wengine wapo kweli wanaoweza, lakini wanashindwa kwamba ni namna gani wafuge. Sisi tumejianika wazi kwa yoyote anayetaka kujifunza, tunamkaribisha na kujifunza. Na wapo wengine wameshakuja, wamejifunza, tumewaelekeza na wamefuga kweli. Mimi kama mwanakikundi wa Mzawa Group nipende kusema kwamba kuna mafanikio makubwa sana kupitia hizi hela ambazo watu wengi wanazichukulia poa sana. So ningependa kuwaasa vijana wenzangu wote, tusiogope, tuwe na roho ya uthubutu, kujaribu kuwa na mawazo mapana kwa ajili ya kuwaza baadhi ya miradi, plani, kwa sababu serikali inasaidia sana. Sisi hapa tulipo, ukituona na tulivyoanza, ni kweli serikali imetusaidia sana. Kwa hiyo vijana wenzangu ni waase kwamba msiogope kitu chochote. Hizi pesa hazina riba, ni mkopo kupitia halmashauri. Kwa hiyo wote tuwe na uthubutu, tusogee, twende, jaribu. Maisha ni kujaribu. Tusizagae mtaani, tusiwe vijana wauni. Tujitahidi kujaribu, maana maisha yenyewe yanataka kujaribu. Kwa hiyo kama sisi tulipojaribu, tumejaribu, Mungu katusaidia na serikali imetusaidia mpaka leo tupo hapa. Kwa hiyo tusiogope, twende tukazifuate hizo hela. Kwa hiyo kipekee naweza kumshukuru Mungu mpaka nafikia hatua hii hapa. Mpaka saizi na afya njema, ni jambo la kushukuru Mungu. Serikali pia imetusupport kama hivi, ni jambo la kushukuru Mungu. Natoka katika kikundi cha Precious Zender Services Group ambao kundi hiki tumeanzia mwaka 2022 tukiwa na wazo la kufanya biashara tukiwa watu 5, wakiwemo mimi mwenyewe ambaye nimesoma nyuki na misitu, mwingine amesoma biashara, mmoja amesoma masoko, na mwingine alikuwa na taaluma ya walimu tu kawaida. Kwa tukatengeneza kikundi kwa hiyo dira kwamba tutengeneze biashara ambayo itakuja kuwa kubwa na itafanya kuepukana na changamoto ya ukosefu wa ajira. Kwa hiyo tumejikomboa kiuchumi. Katika dhamira yetu na nia yetu ya kweli kwamba tunaweza, kwa kuwa tumesubutu, tukafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Na tunashukuru Mungu kwamba tulipopewa fedha hizi zimekwenda katika mchakato kwa tumelenga wa kupata machines ambazo kama unavyoziona, ambazo zimegharimu milioni 66 na 920. Kwa hiyo tumefanya operation ambayo sasa kwa kweli ni nzuri, na hapa sasa hivi tumefanikiwa tena kufungua kituo cha masoko Dar es Salaam, ambayo imekuwa ni hand shop yetu kama center kubwa ya kuuzia asali. Kwa mzigo kutoka kiwandani hapa sasa unakwenda Dar es Salaam, ambao tayari tumeajiri vijana wengine ambao wanafanya kazi hii. Kwa hiyo tulikuwa watu 5, lakini leo tunapozungumza tuko zaidi ya vijana karibu 11. Kuna kijana yuko Mwanza, kijana yuko Dodoma, mwingine yuko Mbeya, Dar es Salaam ambao nimekuambia, na tuko mchakato wa kupata kijana kwenda Morogoro. Kwa unaona jinsi ambavyo wale wote ni wahitimu wa degree, wengine wa biashara, wengine nyuki kama sisi, lakini wengine pia masoko. Wote hao tunafanya nao kazi. Hiyo yote imetupatia nafasi kwamba kwa kupitia halmashauri kutuamini na kutupa hizo fedha na kutengeneza hii biashara imeongeza tija. Lakini hiyo ni upande wa sisi tu. Bado kuna upande wa pili ambao tulikuwa tunafanya kazi na wakulima. Mwanzo tulikuwa tunaweza kufanya kazi na wakulima ambao ni 20-25. Ila kupitia uwezeshaji huu mwaka huu
mwaka jana mpaka dakika tunapozungumza tumeweza kuwa na wakulima 620 ambao kwenye database yetu wapo mpaka dakika hii, na wamekuwa wanufaika wa fedha ambazo tumezipata, kwamba mtaji tuliopata kwa kununua asali tumechukua kwa wale wakulima. Kwa nao namna moja ama nyingine wameongeza kipato, lakini bado pia familia zao zimeendelea kuishi. Ufugaji nyuki umeendelea kuwa na faida kwa jamii, wakati pia unachangia habari ya mazingira. Halmashauri ya Mji Njombe imeanza kutoa mikopo hii kuanzia mwaka 2007 na imeendelea kutoa mikopo hii mwaka hadi mwaka, na kwa mwaka huu mwaka 25-26 halmashauri imeshatoa takriban mikopo ya jumla ya shillings bilioni 2.6 kwa vikundi 159 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Wito wangu kwa vikundi hivi kuhakikisha kwamba vinarejesha mikopo hii kwa wakati ili wengine waweze kufaidika na mikopo hii. Pia wanapopewa mikopo hii wafanye zile shughuli ambazo wameombea mikopo, kwani kanuni zilizotolewa hivi karibuni, kanuni ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ya mwaka 2024 imetupa fursa kwamba kama kikundi mnaweza mkakopa mikopo hii, lakini kila mmoja ndani ya kikundi akafanya shughuli yake. Hivyo kwanza, kabla vikundi hamjadhamiria kuomba mikopo hii, hebu kaeni, jitathmini nyinyi mna uwezo gani wa kufanya biashara, ili mfanye vizuri. Mnajitathmini mnataka kufanya nini, na mkija kuomba mnakuwa tayari mna kitu ambacho mnataka kufanya, ili kuepuka na hizi changamoto za kutorejesha mikopo kwa wakati, na pia kufanya miradi tofauti na ile ambayo mmeombea mikopo hii.